Ni wakati wa kushughulika na maagano katika maisha yako kwa njia ya kukiri uhalisia wako ndani ya Yesu aliye hai. Biblia inasema tukifahamu kweli tutawekwa huru, tutakuwa huru, na Kristo akituweka huru tutakuwa huru kweli kweli. Natangaza kwa jina la Yesu aliye hai, utafuatisha maneno haya pamoja nami. Tuombe maombi ya ukiri. Omba maombi ya ukiri kwenye maisha yako. Hautaona tena maagano. Endelea kuomba maombi kama haya kila unapopata nafasi. Omba maombi haya. Kila vifungo vya kiagano hautaviona tena kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema kwa jina la Yesu, ninamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sema ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote na vibaraka vyake vyote na juhudi zake zote. Sema ninampokea Yesu sawa sawa na Warumi 10:9 hadi 11. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu yote. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, sawa sawa na Isaya 53 ule mstari wa 5. Sema Yesu wangu, ulijeruhiwa kwa makosa yangu, ulichuburiwa kwa maovu yote walioyafanya babu zangu zamani. Aliyeyafanya yeyote akaniingiza kwenye agano lolote kwenye maisha yangu, hayo maovu yote, Bwana Yesu, ulichubuliwa kwa ajili ya hayo, na adhabu ya amani yangu ilikuwa juu yako. Adhabu ya kuwa na amani kwangu, adhabu ya kuwa na amani kwangu ilikuwa juu yako Yesu, ilikuwa juu yako Bwana. Sema amani ya maisha yangu, amani ya kutosumbuliwa na maagano, amani ya kutokuhangaishwa na maagano ya aina yoyote yale, kwa jina la Yesu aliye hai, ilikuwa juu yako Yesu, ilikuwa juu yako Yesu. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kuanzia sasa hakuna agano lolote lenye uharari juu yangu, lenye nguvu juu yangu. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, kwa kupigwa kwako Yesu, mimi nimewekwa huru, mbali na kila agano aina yote, mbali na kila agano la aina yote. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, kila agano lenye uhalali juu yangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai, nalitangazia kwa jina la Yesu aliye hai, halina nguvu juu yangu kwa jina la Yesu aliye hai, naliteketeza kwa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kwa damu ya Yesu, sawa sawa na Ufunuo, ninalishinda kila agano, ninamshinda kila shetani, kila nguvu za giza, kila nguvu za kiagano, kila nguvu za mizimu, kila nguvu za aina yote, nazishinda kwa damu ya Yesu. Sema najitoa kwenye kila agano. Anza kujitoa. Sema kwa damu Yesu najitoa. Sema kwa damu Yesu najitoa kwenye kila agano, kwenye kila agano, kwenye kila agano. Sema leo najitoa. Sema leo najitoa.
Sema leo najitoa. Sema leo najitoa kwenye kila agano, kwenye kila agano, agano la kipepo, agano la mizimu, agano la kiganga, agano la kichawi. Sema kwa jina Yesu aliye hai. Sema leo. Sema leo. Kwa damu Yesu aliye hai, najitenga leo. Sema najitenga leo. Sema damu ya Yesu ina nguvu zaidi ya kila damu, zaidi ya kila damu ya mnyama yoyote, zaidi ya kila kafara ya aina yoyote. Sema kwa damu Yesu. Sema kwa damu Yesu. Kuanzia sasa. Sema kuanzia sasa. Nimekombolewa. Nimekombolewa kutoka kwenye kila agano, kutoka kwenye kila maagano. Sema kwa damu Yesu aliye hai. Sema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, unaokoka. Sema na mimi namkiri Yesu kwa kinywa changu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sema kuanzia leo mimi ni mali ya Yesu Kristo. Sawa na Warumi 7:4. Sema kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Sio mali ya mizimu, sio mali ya ukoo, sio mali ya mtu mwingine. Mimi ni mali ya Yesu. Sawa na Matendo 20:28. Petro 2:1. Sema natangaza kwa jina la Yesu, mimi sio mali ya mizimu, mimi sio mali ya mtu mwingine. Mimi ni mali ya Yesu aliye hai. Sema nakataa kumilikiwa na mtu mwingine kwa damu ya Yesu. Sema yeyote aliyenimiliki ninamwapisha kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema kila agano nililoingizwa leo ninatoka kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi sio huko kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi sio kwenu kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi sio mali yenu kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi ni mali ya Yesu kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi ni mali ya Yesu kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema mimi. Sema mimi ni mali ya Yesu. Sema mimi niko ndani ya Yesu. Sema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sema nakataa kwa damu ya Yesu kumilikiwa na agano lingine kuanzia leo. Sema kwa damu ya Yesu aliye hai najitenga na kila magano. Najitenga na kila agano kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema sawa na Korinto wa 2:5-17. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Yesu. Sema mimi ni kiumbe kipya. Sema mimi ni kiumbe kipya. Nakataa kwa damu ya Yesu aliye hai. Mimi tena sio mali kama alivyotegemewa kwa zamani. Mimi sio kwenu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema mimi ni kiumbe kipya. Sema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Sawa na Yohana 1:12. Sema mimi sio kwenu kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema mimi sio kwenu kwa damu ya Yesu aliye hai.
Sema mimi si wa kwenu kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema moto kila eneo. Sema natangaza moto kila eneo. Kila mahali ni moto. Kila eneo ni moto. Kwenye matunduri yenu. Sema ni moto kwa jina Yesu. Mahali popote mlipo na walale. Sema nawasha moto. Nawapiga kwa moto. Sema najitoa kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema jina langu na chochote ambacho ni mali yangu. Sema kwa damu ya Yesu aliye hai. Leo najitoa huko. Sema leo najitoa huko. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Mimi si wa kwenu. Mimi si wa kwenu kwa damu ya Yesu. Sema mimi si wa kwenu. Sema Yohana 1:12 inanipa uhalali. Sema mimi sio mali yenu kuanzia leo. Sema mimi sio mali yenu kwa damu ya Yesu. Enyi maagano, na piga kwa moto popote pale mlipo. Sema kwa damu ya Yesu, mimi sio mali yenu. Sema mimi ni kuhani ndani ya Yesu. Sema mimi ni mfalme ndani ya Yesu. Sawa na Petro wa kwanza 2:9. Sema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Sema kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema kila kuhani aliyeniingiza huko nampiga kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema kila damu iliyohusika kuninunua. Sema kuanzia leo hiyo damu nimeibatilisha. Nimeibatilisha kwa sababu damu yenye nguvu zaidi ni ya Yesu. Na ndio iliyonunua. Sawa na Matendo 20:28. Ndio iliyonunua mimi. Sema natangaza katika ulimwengu wa roho. Mimi ni mali ya Yesu kuanzia leo. Mimi ni mali ya Yesu kuanzia leo. Mimi sio mali yenu. Sema ndani ya Yesu mimi ni kuhani. Sawa na Petro wa kwanza 2:9. Sema nateketeza kila ukuhani katika ufalme wa giza. Sema mimi natawala tena. Natawala usawe. Natawala kila eneo. Sema mambo yangu yako huru kwa jina la Yesu. Sema sawa na Korinto wa pili 5:21. Mimi nina haki zote ndani ya Yesu. Na haki za wana wa kiungu ndani ya Yesu. Sema kwa jina Yesu aliye hai. Natangaza nina haki ndani ya Kristo. Nina haki ndani ya Yesu. Nina haki ndani ya Kristo. Nina haki ndani ya Yesu. Sema haki zote ninazo. Sema haki zote ninazo ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu. Sema mimi ni haki ya Mungu aliye hai. Sema hamna uhalali tena juu yangu kwa jina la Yesu. Sema hamna uhalali tena juu yangu kwa jina la Yesu. Sema mimi ni haki ya Mungu. Kwa damu ya mwana kondoo hamna uhalali tena juu yangu. Sema mimi ni rafiki wa Yesu, sio rafiki yenu tena. Sema mimi ni rafiki wa Yesu, sio rafiki yenu tena kuanzia leo. Enyi maagano ya ukoo, enyi mababu, enyi mizimu, enyi mapepo. Sema mimi ni rafiki wa Yesu aliye hai. Sio rafiki yenu tena kuanzia leo. Tena sio rafiki yenu kuanzia leo. Sasa na Yohana 15:15. Sema kwa damu ya Yesu aliye hai.
mimi sio rafiki yenu tena. Kwa hiyo sina uhusika na ninyi. Sema hamnihusu kuanzia leo. Sema mimi ni mwili wa Yesu. Sema huu mwili. Sema huu mwili ni mwili wa Yesu aliye hai. Sasa na Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 27. Huu mwili huu, haijalishi nilichanjwa chare, walitambika kwa namna yote kwenye mwili wangu. Sema enyi kuzimu, enyi mizimu, sema enyi ufalme wa giza, kuanzia leo huu mwili ni mwili wa Kristo. Sema kwa damu Yesu aliye hai. Sema kwa damu Yesu aliye hai. Nakataa kurithi chochote cha kwenu. Sema ninafuta kila urithi mlionipatia. Sema ninakataa kila urithi, kwa kuwa mimi nina urithi mwingine katika Mungu aliye hai. Sasa na Warumi 8:17. Sema nakataa kurithi vya kwenu. Nakataa urithi wote mlionipatia. Nakataa kurithi laana za ukoo. Anza kukataa kila laana ambayo unaiona, vile ambavyo vinawafuatilia kwenye ukoo wenu. Anza kuvikataa. Anza kurithi. Kataa kurithi hivyo vitu. Anza kutamka kwa kinywa chako. Mahali popote unaponisikiliza, anza kukataa kurithi hivyo vitu. Sema ninakataa kwa damu Yesu. Anza kuvikataa. Anza kuvikataa. Anza kuvikataa. Vikatae kwa jina la Yesu. Vikatae kwa jina la Yesu. Vikatae kwa jina la Yesu. Acha kurithi hivyo vitu. Sema ninakataa kurithi hivyo vitu. Narithi vitu vya mbinguni. Narithi ufalme wa Mungu. Narithi mambo ya mbinguni. Narithi tabia za mbinguni. Narithi kawaida ya mbinguni. Sema kwa damu Yesu aliye hai. Nakataa kurithi vya kwetu. Ninarithi vya Mungu aliye hai. Sema kwa jina Yesu aliye hai. Mimi ni hekalu la Mungu aliye hai. Sema mimi mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa na Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20. Sema kuanzia leo huu mwili ni mwili wa Roho Mtakatifu. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nakataa mizimu. Nakataa majini yasiwe katika hekalu hili. Sema natangaza moto. Sema nateketeza kila chochote kilichokaa kwenye mwili wangu ambacho sio Roho Mtakatifu. Sema kwa damu ya Yesu nateketeza kila kazi iliyofanyika na adui kwenye mwili wangu. Sema kwa damu ya Yesu aliye hai. Kuanzia leo mwili wangu ni wa Roho Mtakatifu. Sema kuanzia leo kwa damu ya Yesu mimi ni mkuu juu ya kila nguvu duniani. Sasa na Yohana kwanza 4 mstari wa 4. Kwa kuwa aliye mkuu ndani yangu ni mkubwa kuliko aliyeko katika dunia. Hivyo natangaza kila agano lilofanyika halina nguvu tena kunisumbua, kwa kuwa mimi niko juu ya hilo agano.
Sema kile agano lililofanyika, mimi niko juu ya hilo agano, mimi niko juu ya hilo agano, mimi niko juu ya hilo agano, kwa kuwa aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko yeyote. Sema kuanzia leo mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Mimi sio mtu tena wa gizani, nakataa. Mimi sio kwenu, nakataa. Sema ninawaka kila eneo. Sema ninawaka kila eneo. Sema ninaangaza kila eneo. Sema ninaangaza kila eneo. Sema ninawaka kila eneo. Sema ninawaka kila eneo. Sema ninawaka kila eneo. Sema ninaangaza kila eneo. Sema ninaangaza kila eneo. Sema ninaangaza kila eneo. Anza kuangaza kwenye eneo lote la maisha yako. Kibali chako kiongezeke. Anza kuangaza. Tamka na kwamba ninaangaza leo kila eneo kwa damu ya Yesu. Sema ninaangaza 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 kwa damu ya Yesu. Haleluya. Endelea kuangaza. Endelea kuangaza. Sema ninaangaza kila eneo. Sawa na Korinto wa pili 5:20. Sema mimi ni wakili wa Kristo. 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 Sema kama ni wakili wa Kristo, mimi ni Kristo hapa duniani. Mimi namwakilisha Kristo hapa duniani. Nitatembea kama Yesu. Nitaongea kama Yesu. Nitatenda kama Yesu. Nitasema kama Yesu. Nitakaa kama Yesu. Nitafanya kama Yesu. Sitofanya kama ninyi mnavyotaka. Sitoishi kama ninyi mnavyotaka kwa jina la Yesu hai. Kwa kuwa mimi hapa duniani mimi ni msafiri. Sasa na Petro wa kwanza 2:11. Sema mimi ni msafiri hapa duniani. Kwa hiyo kama ni msafiri, hamna walali tena kwenye maisha yangu. Sina kawaida kama ya kwenu. Sitoishi kama ninyi. Sitoishi kama mababu. Sitoishi kama kawaida ya ukoo wangu niliotoka. Sitoishi kama kawaida ya ukoo mwingine. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa damu ya Yesu. Sema nakataa kwa damu ya Yesu. Nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Nitastawi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kwa kuwa mimi sio tena yule wa ukoo wao. Sema nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema nitastawi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Kwa kuwa mimi ni chombo cha Mungu. Sawa na Timotheo wa pili 2:21. Sema mimi ni chombo cha Mungu. Sema mimi ni chombo cha Mungu. Sema mimi ni chombo cha Mungu. Mimi sio chombo cha mizimu. Mimi sio tena chombo cha kwenu. Enyi maagano. Enyi kila agano. Sema kuanzia leo nakataa, mimi sio chombo chenu. Sema ninamwabudu Mungu aliye hai. Sitoabudu tena mizimu. Sema sitopiga goti kwenye maagano ya kwetu. Nakataa kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema sitopiga goti
kwenye mizimu ya aina yoyote. Kwenye agano lingine, nitapiga goti kwa Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo katika Yesu aliye hai. Sema kuanzia leo, sema kuanzia sasa, mimi ni mrithi wa ahadi zote ambazo Mungu alituahidia hapa duniani. Sema mimi ni mrithi wa ahadi zote za Mungu alizotuahidia hapa duniani. Sema kila ahadi ya Mungu ni ya kwangu. Kila ahadi ya Mungu ni ya kwangu. Sema mimi ni huru. Sawasawa na Wagalatia 5:1. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu aliye hai. Kuanzia leo. Kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Sawasawa na Galatia 5:1. Nakataa kufungwa na nguvu zozote tena. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu. Sema mimi ni huru. Mimi ni huru. Kila eneo la maisha yangu. Sema kila eneo la maisha yangu ni la Yesu aliye hai. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu. Sema mimi ni huru kwa damu ya Yesu. Sema mimi ninapendwa na Mungu. Sawasawa na Warumi 1:7. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Mungu ananipenda. Mungu ananijali. Mungu ananipigania. Mungu ndiye baba yangu. Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo katika Yesu. Huyo ndiye Mungu wangu. Sema enyi miungu sio miungu yangu tena kuanzia leo. Sema nafuta utambulisho wangu nilokuwa nao huko nyuma. Naufuta kwa jina la Yesu. Anza kufuta sasa. Futa kila utambulisho. 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 Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Endelea kufuta. Futa kila utambulisho. 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 Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Futa kila utambulisho. Sema futa kila utambulisho. Utambulisho wao. Utambulisho wao. Utambulisho wao. Ufute kwa damu ya Yesu. Ufute kwa damu ya Yesu. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema hakuna uhalali wowote tena. Sema hakuna uhalali tena mlionao juu yangu. Sawasawa na Warumi 8:1. Inasema aliyeko ndani ya Kristo hahukumiwi tena. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya aliyeko ndani ya Yesu. Sema kuanzia leo. Haleluya, haleluya. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi nastawi. Mimi si hukumiwi tena. Mimi sikamatike. Mimi kwa damu ya Yesu aliye hai. Sasa na Wakolosai 1:3. Mathayo 10:1. Sema mimi niko huru kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema sio mimi tu, na uzao wangu na familia yangu. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Niko huru. Niko huru. Niko huru. Niko huru. Kwa damu ya Yesu aliye hai.
kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Anza kuziita baraka za Mungu aliye hai. Anza kuziita. Sikiliza, tumesema kwamba wewe ni mrithi wa ahadi za Mungu, na mojawapo ahadi ya Mungu aliyoahidi ni baraka. Ni baraka, ni baraka. Ndo hapo anza kujua uhalisia wako ndani ya Yesu aliye hai. Maagano ya ukoo yaliachilia laana, lakini kuanzia leo tumeshajifuta huko. Hawatudai tena chochote wao. Kuanzia sasa wewe anza kuziita baraka za Mungu aliye hai, ambazo aliahidiwa na alimwahidi babu Ibrahimu. Wao mizimu so walikuwa wametuahidia laana, tumeshaondoka huko. Hasa baraka zetu tunazipata ndani ya ukoo mwingine ambao ni ukoo wa Ibrahimu. Sasa na kitabu kile cha Mwanzo 17, Mungu alisema kwamba atambariki Ibrahimu na uzao wake wote. Kwa hiyo sasa, kuanzia sasa wewe tunaenda kuziita baraka za Ibrahimu, kumwambia Mungu wetu aliye hai. Ni wakati wa kwanza kumwambia sasa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo katika Yesu. Kwa kuwa huyu Mungu alisema kwamba ili ustahilishwe katika hili agano, ili upate hizi baraka, ni lazima utahiriwe. Ndio maana alikuwa anatahiri. Lakini sisi tohara yetu, manake uhalali wetu wa kupata hizi baraka za kiagano, tunazipata kwa kumwamini Yesu. Manake inaitwa tohara ya rohoni. Sawasawa na kitabu kile cha Waefeso 2:11 inasema, kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika na mikono. Anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya! Anza kumshangilia Mungu. Mshangilie Mungu hapo ulipo, kwa kuwa kwa ufunuo huu baraka zote za Ibrahimu ni za kwako. Zile baraka ambazo Mungu alimwahidia Ibrahimu ni zako kwa jina Yesu aliye hai. Ni zako kwa jina Yesu aliye hai. Kuanzia leo anza kutangaza. Sema kumbe katika Yesu aliye hai, zile baraka zote za Ibrahimu, zile baraka zote za Ibrahimu, zile baraka zote za Ibrahimu ni za kwangu, na mimi nastahili. Kwa kuwa Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba amembariki yeye na uzao na vizazi vyake na mataifa yote. Na wewe sasa zile baraka ni za kwako. Sema natangaza kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema kwa imani, mimi ni mjukuu wa Ibrahimu, ni kitukuu, ni sehemu katika Ibrahimu. Sema yule Mungu aliyembariki Ibrahimu ndiye Mungu wangu kuanzia leo, na zile baraka zote ni zangu kuanzia sasa. Ni zangu kuanzia sasa. Sema Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, dhihirika kwenye maisha yangu. Dhihirisha zile baraka kwenye maisha yangu. Nizione kwa macho, nizishike kwa macho, nizione kwa macho. Ndio. Sema kuanzia sasa. Sema kuanzia sasa mimi nimebarikiwa. Sema Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, dhihirisha baraka zako kwenye maisha yangu. Dhihirisha baraka hizo kwenye maisha yangu. Sema nazipokea hizo baraka.
Sema nastawi kila eneo. Sema nastawi kila eneo. Sema nastawi kila eneo. Sema nastawi kila eneo. Sema zile baraka za Ibrahimu kwa habari ya afya njema, kwa habari ya uzao uliobarikiwa, kwa habari ya ustawi kiuchumi, kila eneo la maisha yangu. Sema kuanzia sasa nianze kuziona kwenye maisha yangu, zianze kudhirika kwenye maisha yangu. Sema zile baraka zote, sema zile baraka zote alizoahidiwa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, na mimi ni za kwangu, kwa kuwa katika Yesu mimi ni uzao wake. Sema nianze kuziona. Sema kwa jina Yesu aliye hai, nianze kuziona, nianze kuziona. Sema Mungu, nahitaji hizo baraka na mimi nianze kuziona. Nahitaji kuanza kutembea kuishi kwenye hizo baraka kuanzia leo. Sema Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, nipe. Anza kutamka sasa, unataka nini? Kwa kuwa kiagano wewe ni uzao wa Ibrahimu. Utakachokisema Mungu atakusikia katika Yesu aliye hai. Katika Yesu aliye hai, chochote utakachokizungumza Mungu atakupa. Zungumza katika ulimwengu wa roho. Sema Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, nipe. Tamka katika jina la Yesu aliye hai. Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, mwambie kile ambacho nakitamani. Mweleze mahali popote unaponisikiliza. Mweleze kile ambacho nakitaka. Unataka baraka gani kwenye maisha yako? Unataka akupe baraka gani? Anza kumwambia, kwa kuwa wewe kwa uzao, kiharari, kisheria, wewe tena sio ukoo wenu. Wewe ni wa ukoo wa Ibrahimu kwa imani, na zile baraka alizoahidiwa ni za kwako. Sasa angalia kwenye maisha yako, umekosa baraka gani? Anza kumwambia Mungu kwamba nataka hizi baraka nizione. Mwambie Mungu aliye hai, anasikia, anafanya, anatenda kwa jina Yesu aliye hai. Endelea kuziita hizo baraka. Mwambie Mungu nipatie baraka. Mwambie Mungu nipatie baraka. Mwambie hizo baraka unazitaka, kama ni baraka za ndoa, kama ni ustawi, kama ni utajiri. Mwambie Mungu aliye hai. Mwambie Mungu aliye hai. Mwambie Mungu aketie juu sana. Mwambie Mungu aliye hai. Mwambie Mungu aliye hai kwamba wewe ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Kiagano katika Yesu, wewe ni Mungu wangu. Sasa na hii wa Efeso 2:11 na kuendelea, kwamba huko nyuma nilikuwa sina Mungu, lakini sasa nina Mungu ndani, ambaye ni wewe, ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, na ulishaahidi kwamba utabariki. Kuna ahadi ulizitoa kwamba utabariki maisha yangu, utainua maisha yangu, na ni baraka ambazo hazina masharti. Mwambie Mungu aliye hai aachilie hizo baraka kwenye maisha yako. Mwambie Mungu aliye hai aachilie baraka kwenye maisha yako. Ikawe kwako mahali popote unaponisikiliza. Shika moyo wako hapo kwa imani. Shika moyo wako kwa imani. Natangaza ikawe kwako. Ikawe ni mwanzo mpya kwenye maisha yako. Ikawe ni mwanzo mpya. Ukamshangilie Mungu siku zako zote. Ukamshangilie Yesu aliye hai siku zako zote za maisha yako. Ukamshangilie Mungu. Ukamwinue Mungu. Ukambariki Mungu siku zako zote za maisha yako. Haleluya. Amen. Amen. Natangaza baraka zote ulizomwambia Mungu ziwe za kwako.
Amen.